Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Wadau wa AI wakutana Shanghai kujadili ushirikiano wa kimataifa. Shirika la ndege la Cambodia lanunua ndege 20 za C909 kutoka China, na watengenezaji wa magari wa China wapanua soko Tanzania wakilenga kubadili utegemezi wa magari yaliyotumika. Kwa haya na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa, usiondoke. Kadri matumizi ya akili bandia yanavyoendelea kukua duniani, ushirikiano kati ya mataifa na sekta binafsi unaonekana kuwa na nguzo muhimu ya kuharakisha ubunifu. Hilo limejitokeza katika mkutano wa dunia wa akili bandia unaoendelea mjini Shanghai, China. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Viongozi wa biashara, watafiti na wajasiriamali kutoka mataifa mbalimbali wamekutana katika mkutano wa dunia wa akili bandia WAIC unaofanyika mjini Shanghai, wakijadili maana ya kubadili ubunifu wa AI kwa ushirikiano wa kimataifa. Mkutano huo wa siku 4 unafanyika chini ya kauli mbiu ushirikiano wa AI kwa mustakabali bora. Mbali na kuonesha teknolojia mpya, washiriki wanatumia jukwaa hilo kujenga ushirikiano wa kibiashara, kuimarisha minyororo ya ugavi na kupanua shughuli katika masoko ya kimataifa. My point is not being a customer or provider of technologies, but try to identify the path to actually collaborate and work together. Mkutano huo pia umetoa fursa kwa makampuni madogo kukutana na wawekezaji, watafiti na wateja wapya. Kampuni moja ilianzisha kundi la mtandaoni siku ya ufunguzi na kuvutia mamia wa washiriki waliobadilishana mawazo, kutafuta fursa za biashara na suluhisho za kiteknolojia. Washiriki wanasema maendeleo ya akili bandia hayawezi kutegemea ubunifu wa teknolojia pekee, bali pia ushirikiano kati ya sekta na mataifa. Kwa wageni wengi wa kimataifa, mkutano huo pia ni nafasi ya kuona jinsi AI inaweza kutatua changamoto za kila siku. Kadri mataifa yanavyoelekea kuwekeza katika teknolojia ya AI, mkutano huu wa WAIC unaendelea kuwa jukwaa muhimu la kuunganisha mawazo, teknolojia na fursa za kibiashara, huku ukichochea ushirikiano wa kimataifa katika sekta hiyo. Shirika la ndege la taifa la Cambodia limesaini makubaliano ya kununua ndege 20 za abiria aina ya C909 zinazotengenezwa nchini China. Hatua hiyo inalifanya kuwa shirika la kwanza la kitaifa kutoka nje ya China kuagiza kwa pamoja ndege hizo. Tom Wanjala anatuarifu zaidi. Shirika la ndege la taifa la Cambodia, Air Cambodia, limesaini makubaliano na kampuni ya China ya kutengeneza ndege Comac ya kununua ndege 20 za abiria aina ya C909. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini mjini Shanghai yanaifanya Air Cambodia kuwa shirika la kwanza la taifa kutoka nje ya China kuagiza kwa pamoja ndege za C909 zinazotengenezwa nchini humo. Kundi la kwanza la ndege hizo linatarajiwa kukabidhiwa katika nusu ya pili ya mwaka huu na kuanza kutumika katika safari za kibiashara. Wataalamu wa sekta ya anga wanasema ndege hizo zitasaidia Air Cambodia kupanua mtandao wa safari zake, kuongeza uwezo wa kubeba abiria na kuimarisha usafiri wa anga kati ya Cambodia na masoko ya kikanda. Sambamba na hilo, Comac na sekretarieti ya usafiri wa anga ya Cambodia zimesaini hati ya makubaliano ya kuimarisha ushirikiano katika usalama wa anga, uthibitishaji wa ubora wa ndege na mafunzo ya wataalamu wa sekta hiyo. Ndege ya C909 iliyokuwa ikijulikana awali kama ARJ21 hubeba kati ya abiria 78 na 97 na inaweza kuruka umbali wa kati ya kilomita 2225 hadi 3700. Ndege hiyo imeundwa kwa ajili ya viwanja vya ndege vyenye njia fupi na nyembamba za kurukia na kutua, na inaweza kufanya kazi vizuri katika mazingira ya joto kali, maeneo ya mwinuko na upepo mkali wa pembeni. Tangu kuanza kutumika nchini Indonesia mwezi Aprili mwaka 2023, ndege hiyo imeendelea kupanua huduma zake katika masoko ya kimataifa ikiwemo Laos na Vietnam. Kwa sasa C909 inahudumia miji 28 nje ya China na tayari imesafirisha zaidi ya abiria milioni 1.
Kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya China, C909 inachangia takriban 70% ya ndege zote za safari za kikanda nchini humo. Aidha, China sasa ina idadi kubwa zaidi ya wasafiri wa anga duniani, huku takwimu zikionyesha kwamba katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, nchi hiyo imeongeza wastani wa wasafiri wapya milioni 40 kila mwaka na kufikisha jumla ya wasafiri wa anga milioni 470. Na kwingineko ni kwamba hifadhi ya taifa ya Sanjiangwan iliyoko mkoani wa Qinghai kaskazini magharibi mwa China imepata mafanikio makubwa katika urejeshaji wa mazingira ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Jitihada endelevu za uhifadhi zimechangia kuongezeka kwa idadi ya maziwa na kurejeshwa kwa maeneo makubwa ya nyasi yaliyokuwa yameharibika. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Eneo la Sanjiangwan linalojulikana kama mnara wa maji wa China ndilo chanzo cha mito mitatu mikubwa ya Yangtze, Yellow na Lancang. Aidha, eneo hilo lina mojawapo ya viwango vya juu zaidi duniani vya bioanuwai katika maeneo ya milimani yenye mwinuko mkubwa. Katika kaunti ya Maduo iliyoko kwenye eneo la chanzo cha mto Yellow ndani ya hifadhi ya taifa ya Sanjiangwan, wanyamapori wameendelea kustawi kando kando ya maziwa. Kutokana na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kurejesha uoto wa nyasi, maziwa ya Garing na Ngoring pamoja na maziwa mengine madogo yanayoyazunguka yameendelea kupanuka, huku ukubwa wa maeneo yenye maji ukiongezeka mwaka baada ya mwaka. Takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kuwa katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ziwa Garing limeongezeka kwa kilomita za mraba 74.6 huku ziwa Ngoring likiongezeka kwa kilomita za mraba 117.4. Wakati huo eneo la ardhi oevu limeongezeka kwa kilomita za mraba 104. Kaunti ya Maduo ambayo ipo katika wastani wa mita 1500 juu ya usawa wa bahari imeanza kutumia teknolojia ya kupanda nyasi kwa njia ya kisasa ili kuhakikisha mimea hiyo inastawi licha ya mazingira yenye hali ngumu. Katika eneo la majaribio ya upandaji huo, miche ya nyasi hufunikwa kwa kitambaa maalum kisichofunwa chenye rangi ya kijani ambacho husaidia kuhifadhi unyevunyevu wa udongo na kudumisha kiwango cha joto kinachohitajika kwa ukuaji wa mimea. Nyasi hizi zinapokomaa huzuia mmomonyoko wa udongo na kutoa malisho bora kwa wanyamapori na mifugo. Katika eneo la majaribio ya upandaji huo, miche ya nyasi hufunikwa kwa kitambaa maalum kisichofumwa chenye rangi ya kijani ambacho husaidia kuhifadhi unyevunyevu wa udongo na kudumisha kiwango cha joto kinachohitajika kwa ukuaji wa mimea. Tangu kuanzishwa kwa mpango wa majaribio wa mfumo wa usimamizi wa hifadhi ya taifa ya Sanjiangwan mwaka 2016, serikali imewekeza jumla ya yuani bilioni 9.572 sawa na takriban dola za Marekani bilioni 1.41, hatua ambayo imeleta matokeo makubwa. Tunatoa kipaumbele kwa urejeshaji wa mazingira kwa njia ya asili, huku hatua za kibinadamu zikichukuliwa pale inapohitajika. Tangu kuanza kwa mpango wa majaribio, tumerejesha maeneo makubwa ya ardhi iliyoharibika, nyasi na ardhi oevu, pamoja na kudhibiti wadudu katika maeneo yenye ukubwa wa hekta milioni 3. Hatua hizi zimeongeza uwezo wa eneo kuhifadhi maji kwa 21%, huku maeneo ya maji katika ardhi oevu yakiongezeka kwa kilomita za mraba 309. Wakati huo huo, ubora wa maji katika vyanzo vya mito Yangtze, Yellow na Lancang umeendelea kuwa bora. Kwingineko ni kwamba magari yaliyotumika bado yanatawala barabara za Tanzania kutokana na bei nafuu, urahisi wa matengenezo na upatikanaji wa vipuri. Hata hivyo, watengenezaji wa magari kutoka nchini China wanaongeza uwekezaji nchini humo, yaani Tanzania, wakileta magari yenye teknolojia ya kisasa yakiwemo ya umeme, huku wakilenga kushindana katika soko ambalo kwa muda mrefu limetawaliwa na magari ya Kijapani. Mwandishi wetu Simiyu Wanjala alizamia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Magari yaliyotumika ni sehemu ya kawaida na mandhari ya barabara nchini Tanzania. Takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuwa matumizi ya fedha kwa uagizaji wa magari ya matumizi binafsi yaliongezeka kwa karibu 54% katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Wauzaji wa magari wanasema mahitaji ya magari ya mitumba au magari yaliyotumika yanaendelea kuwa makubwa licha ya ongezeko la kodi za uagizaji. Kwanza ni
affordability? The main reasons are affordability, reliability, and the low ownership costs. When it comes to maintenance and spare parts, they are easy to find. That's why many customers who come to us prefer Japanese brands. Mtengenezaji wa magari kutoka China BYD anatarajia kubadili hali hiyo. Kampuni hiyo imeingia rasmi katika soko la Tanzania mwaka huu na inasema idadi ya watu wanaovutiwa na magari yake inaongezeka kutokana na teknolojia ya kisasa pamoja na gharama nafuu za uendeshaji. Li Ruipeng ni meneja wa mauzo BYD Tanzania. BYD's entry into Tanzania is to bring more advanced and safer options to local consumers, a more environmentally friendly new energy vehicle. And in addition, we also hope that we can bring consumers more advanced and innovative technology. This will allow our consumers to choose and have more options. Chapa nyingine za magari kutoka China zikiwemo Chery, GWM na Jetour zinaendelea kupanua shughuli zake barani Afrika kwa kutoa magari yenye teknolojia ya kisasa pamoja na aina za mseto na za umeme. Takwimu zinaonyesha kuwa mauzo ya magari ya China barani Afrika yanaendelea kuongezeka, yakichochewa zaidi na ongezeko la 75% la mauzo nchini Afrika Kusini, ambalo ndilo soko kubwa zaidi la magari barani humo. Wachambuzi wanasema bei shindani pamoja na dhamana za muda mrefu zinawavutia wanunuzi wengi zaidi. Hata hivyo, bado kuna changamoto. Wauzaji wa magari wanasema moja ya vikwazo vikubwa ni uhaba wa mafundi wenye ujuzi wa kutengeneza magari mapya ya China yenye teknolojia ya kisasa ili kuongeza sehemu yao ya soko. Kampuni kama BYD sasa zinalenga taasisi za biashara pamoja na magari ya serikali, sekta zinazotafuta kupunguza matumizi ya mafuta na uzalishaji wa hewa chafu. Lengo lao ni kupanua shughuli kutoka Dar es Salaam hadi maeneo mengine ya Tanzania, huku ushindani katika soko la magari barani Afrika ukiendelea kuongezeka. Tuna partnership na VETA. We have partnered with Vocational Education and Training Authority to provide training on BYD technology to technicians. The goal is to make these skills available across the country. If local mechanics do not understand BYD vehicles, they may not be able to help customers when problems arise. Na Mchina inaendelea kutumia teknolojia za kisasa kuimarisha usalama wa chakula, huku kilimo cha ndani ya majengo kikipewa nafasi ambayo ni kubwa zaidi. Mkoani Sichuan, kiwanda cha kwanza duniani cha mimea chenye jengo la ghorofa 20 kinaonyesha namna kilimo cha kisasa kinavyoweza kuongeza uzalishaji kwa kiwango ambacho ni kikubwa. Tujiunge basi na Zakia Pong atufahamishe zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jengo la wima la ghorofa 20 la kiwanda cha mimea huko Chengdu, mkoa wa Sichuan nchini China, inatafiti njia za kuunga mkono kilimo cha kisasa nchini humo, likijikita katika ukulima wa kisasa wa kiviwanda. Hiki ni kiwanda cha kwanza duniani cha ghorofa ya juu zaidi ya wima chenye mfumo wa uzalishaji wa mimea kilichoanzishwa na kilimo cha miji chini ya Akademia ya Sayansi na Kilimo ya China. Wang Sun, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, anasema kwamba kwa vifaa vinavyojiendesha vyenyewe, mimea inaweza kupata mazingira mazuri zaidi kuliko ya asili na kuleta maboresho katika ubora na wingi wa mavuno. Kwa mujibu Wang, kiwanda hiki kinazalisha mazao kutumia njia za kiviwanda. Mwanga, joto, maji na lishe vyote vinajiendesha kikamilifu kuandaa mazingira mazuri. Ufanisi wa matumizi ya ardhi pia ni wa juu sana. Jengo hili la ghorofa 20 linaweza kuzalisha karibu mara 120 zaidi za mavuno ya kilimo cha jadi cha shambani. Kwa kupunguza
utegemezi wa mazingira ya ardhi na hali ya hewa. Kiwanda kinahusisha usalama wa kiteknolojia unaoruhusu uzalishaji kuendelea hata katika mazingira magumu zaidi. Pia unaongeza kasi ya maendeleo ya mbegu, msingi mkuu wa usalama wa muda mrefu wa chakula. Katika wilaya ya Wenjiang huko Chengdu, kambi inayoendeshwa na kiwanda hicho inafanya kazi kikamilifu kulima strawberry. Kulingana na Peng Jie, mwenyekiti wa Future Farms, kampuni ya teknolojia ya kilimo huko Sichuan, ukilimwa nje, mmea wa strawberry unazalisha kama gram 300 kwa mwaka. Katika kiwanda hiyo unaweza kufikia gram 1500. Teknolojia hii inaongoza katika ushindani wa kilimo duniani. Wakati China ikiangazia mpango ujao wa miaka 5, wataalam wanasema kilimo cha kisasa na rahisi katika viwanda vya mimea kinatarajiwa kwenda mbali zaidi ya maeneo ya majaribio na kuchukua nafasi kubwa zaidi katika mkakati wa muda mrefu wa chakula nchini China. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa basi ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu basi kwa pamoja ili tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第9课，笑一笑。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. Dong. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个。 Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Dio. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个。 Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Kipaji cha kucheza darts. Sikiliza rekodi, chagua puto sahihi. Kama ukilichagua kwa usahihi, kigumba cha kuchezea darts kitatokea. Marafiki zangu, njooni tucheze pamoja. 东西。 呼。 丢。 笑。 到。 Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再
再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.